Karibu ndani ya Success Sports, na wakati huu unakuwa nami Mwanaisha Mkali, beki kisiki na machachari hapa Mashariki na Kati, ambaye anahakikisha anakuletea yote kwa michezo ambayo hivi sasa inaendelea kufanya vizuri zaidi ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Pembeni yangu hapa nipo na refali ama mwamuzi wa zamani mstaafu Idi Manase. Tunaenda kuzungumza mengi ya kimichezo, hususan sakata la waamuzi wa michezo nchini kwetu Tanzania kufungiwa. Siku ya jana tuliweza kuona taarifa kupitia bodi ya michezo nchini kwetu Tanzania, baadhi ya waamuzi Frank Komba akifungiwa takriban michezo 5. Referee, habari yako? Mimi si jambo, mzima kabisa, afya njema. Uko vizuri? Jambo kabisa, mzima wa afya. Uko sawa sawa? Ile mbaya kama Mungu alivyopenda. Ndio, ukiwa kama mwamuzi wa zamani, ligi kuu Tanzania bara hivi sasa inaelekea kwenda kutamatika. Swala zima la waamuzi kufungiwa katika ligi yetu imekuwa ni kilio kikubwa kweli. Kuna baadhi ya mechi, tukianzia katika mechi ile ya dabi, mwamuzi aliweza kuliwa, aliweza kufungiwa kwa muda, wengine waliweza kushushwa daraja. Waamuzi katika ligi yetu imekuwa kila siku ni masuala ya makosa ya kibinadamu. Ukiwa kama mwamuzi wa zamani, haya yanayoendelea kwa hivi sasa ndani ya ligi kuu Tanzania bara, unazungumziaje? Mimi nazungumzia kwamba hao waamuzi kwa kipindi ninachosema mimi, na maana wanafanya makusudi. Kwa sababu mwamuzi mpaka unakuwa mwamuzi, cha kwanza lazima usome. Ukishasoma utafanya mtihani. Ukishafanya mtihani ndipo utakuwa mwamuzi wa kuchezesha mpira. Na ndani ya kuchezesha mpira una muda ambao utakupelekea mpaka unafika ligi kuu. Mfano sisi tulivyoanza, unaingia daraja la 3, unaingia daraja la 3, unakuja daraja la 2, hatimaye unaingia daraja la kwanza ambao unachezesha ligi kuu. Sasa hawa waamuzi mimi ninavyowafahamu, kwa sababu hao wote, mfano huyu Hansi ni mwamuzi wa muda mrefu. Na istoshe baba yake alikuwa mwamuzi, na mwamuzi ndio kamfundisha uamuzi na yeye kama mwamuzi. Haya, kuna huyo referee Komba ni mwamuzi wa kimataifa. Na maana mpaka anakuwa mwamuzi wa kimataifa, na maana muda mrefu katika kupiga filimbi. Sasa ninashangaa ni kitu gani wanachokifanya kama sio makusudi. Kwa sababu hawa watu sheria wanazijua. Na uwezi kuwa mwamuzi bila kujua sheria. Kama unajua sheria, na maana unapokuja kuchezesha na kwa muda uliokuwa nao katika urefarii, ina maana wakifanya makosa wanafanya makosa kwa kujirudia. Na maana haya makosa wanafanya makusudi. Kama sio makusudi nini? Mimi juzi nimeangalia mpira ule uliochezwa wakati ya Simba na Pamba. Si ndio? Refarii akiwa Hans. Na msaidizi wake akiwa Komba. Kwa nini mwamuzi ashindwe kutafsiri sheria kulingana na sehemu yake? Mfano Komba ni mwamuzi msaidizi. Kazi yake ni kuonyesha mipira iliyotoka na kuonyesha offside. Na je, anaonyesha vipi offside? Ina maana anaenda na last defender. Ndio lazima ataonyesha offside. Kama atakuwa ametangulia, ina maana hawezi kuonyesha offside. Na kama atakuwa baki nyuma, hawezi kuonyesha offside. Haya, tunakwenda referee. Referee anatakiwa awe karibu na mpira, angalau ikipungua au yadi 10. Na mwamuzi yule mimi nimemwangalia yadi 10 anafika. Na kama yadi 10 anafika, anakuwa nini makosa asiapulizie filimbi, ina maana afanye makusudi. Hata kwa nini usikufungie? Ni haki yao. Ni haki yake ufungiwe. Haya makosa ya kibinadamu ambayo kwa hivi sasa yamekuwa yakizungumzwa sana, kwa kuona unaona kama ni uzembe. Huo ni wimbo wa taifa sasa hivi. Mwamuzi akiharibu watakwambia ni makosa ya kibinadamu. Je, na yale ambayo ameyaona afu aje apulizia filimbi? Kama sio makusudi nini? Kuna kitu anakifanya hapa. Wasipojirekebisha watafungiwa sana. Wasipojirekebisha hizi mechi nazozijua zibakie za mwisho. Ndio. Kama watafanya uzembe huu watafungiwa sana, kwa sababu wewe uzembe ukiufanya itasababisha ufungiwe sana. Nawaomba waende wakapulize filimbi kulingana na sheria za mpira wa miguu unavyosema. Hivi sasa katika ligi yetu kumekuwa na matabaka. Kuna baadhi ya waamuzi kuna wakipangiwa katika timu fulani, baadhi ya mashabiki wanakuwa hawana imani naye. Imani itaondoka kulingana na mechi ilizochezesha nyuma. Kama hapo nyuma umeshaharibu, alafu watakuwa na mashaka na wewe. Lakini kama utakwenda kuchezesha halali, hutamsikia mtu anakupigia kelele hata siku moja. Lakini kama unakwenda na watu wanaenda na mashaka, mpira utaharibika. Kwa sababu mtu anaanza kukutilia mashaka kabla ya kwenda kwenye mchezo. Leo ukifika kwenye mchezo, alafu kitokeo umeharibu, wataenda kuna nini kutoka na mashaka kila siku na mashaka. Kama umeenda umeharibu, na wenyewe walikuwa na mashaka nao na kwenda ukaharibu kweli. Inakuwa ni kweli.
Hivi karibuni tumeweza kuona katika michezo ya dabi waamuzi wengine wakitoka nje ya Tanzania. Hii ni kutokana na kukosekana kwa imani ama waamuzi wetu wamezidi kuboroga? Hao waamuzi watuvunjia heshima bwana. Mimi nimechezesha dabi 2. Simba na Yanga hao. Kwa nini mimi sijapigwa kelele? Na mimi ndio nilikuwa mwamuzi wa kwanza kuchezesha mechi ile bila kuwa na beji. Maki ile taratibu zake kwamba wanaochezesha mechi zile wawe na beji ya FIFA. Aidha anaandaliwa mtu kwenda FIFA. Umefanya vizuri, ile maana mechi ile ndio kipimo chako. Lakini hawa sasa hivi mpaka nasababisha mpaka tunavunjwa heshima sisi kwamba waamuzi mpaka wanatoka nje, na maana wale hawa waliokuja na kwetu ndio kwetu wanafadhali kuliko wale waliokuja. Kwa sababu sisi tumeshajivunja heshima, ndio hiyo inakuwa hivyo. Sasa yeye tufanye nini sasa? Naomba TFF waanze kuandaa waamuzi wa kuchezesha ligi ya dabi mapema, kwa sababu mimi kwa mfano mimi nimeanza kuja mpaka nafika kuchezesha ligi ile, nimekutana na mechi ya Simba na Yanga nikiwa mshika kibendera. Ina maana nilikuwa naandaliwa kwenda kwenye mechi ya dabi. Kwa hiyo sasa hivi wataanza kuwatengeneza vijana kwamba hawa tunaoona ndio waamuzi 10 bora. Ndio. Wanaweza kwenda kuchezesha mechi zile. Tukiwa nao marefali 8, assistant 16 kwa ajili ya dabi, ina maana kelele kwa haipo. Kwa maana yote utakayemweka atakwenda kufanya vile vinavyotakiwa. Lakini kwa design hii ina maana na mechi inakuja dabi nyingine, ina maana atakuja mwamuzi kutoka nje. Akija naye kituharibia, mtatafuta mwingine, itafika baada inafika na yenyewe tutachoka vile vile kwamba hao waamuzi wanaokuja na hao hapa. Basi ina maana hii dabi kwa naacha kuchezesha. Isiwepo kabisa. Kumekuwa kuna kilio hivi sasa mitaani kwamba kuna baadhi ya timu inapendelewa kukosa kwa kubebwa kwa waamuzi, basi pengine wengine wanasema wangekuwa wao wanaongoza ligi kuu Tanzania bara. Hii inazungumzia kutokana na mashabiki wa Simba. Mimi sikubali hiyo hata siku moja. Kwa sababu hata mimi mwenyewe nimeshachezesha mechi nyingi za Simba, nimechezesha mechi za Yanga. Mashabiki wa Yanga na Simba, refari anakuwa mzuri pale mnaposhinda. Mkishinda refari mzuri, wakifungwa refari mbaya. Wapinzani wao wakishinda au wanasema wanabebwa kwa sababu hawataki matokeo mwenzake. Hiyo mimi sikubali hata siku moja, kwa sababu hiyo ndio taratibu zao. Hawa shabiki hawajui sheria, hawajui mpira, wanajua kushabikia tu. Zimebakia mechi takriban 3 kwenda kutamatisha msimu wa ligi kuu Tanzania bara. Mechi za kwenda kuamua nani pengine anaweza kuwa bingwa ligi kuu Tanzania bara kutokana na tofauti ya alama kati ya bingwa mtetezi na mtu ambaye anataka ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara. Neno lako kwenda kwa waamuzi ambao wanachezesha michezo hii ni nini? Naomba wawe fair. Waamuzi wawe fair, wasitafute matatizo. Maka nakumbuka una refari moja ashachezesha dabi hapa. Kuna shabiki mmoja alimpiga kisu Morogoro pale. Katoka dabi kachezesha vizuri hapa, anafika Morogoro kapigwa kisu na mshabiki. Sasa usitafute mtu kufa kwa sababu ya mpira huu. Chezesha halali. Kuchezesha halali bwana ndio itakuwa salama yako. Na kuchezesha halali itakuwa burudani yetu sisi watazamaji. Nawaomba na nawasihi. Mechi zilizobakia ni mechi mbaya sana na za hatari sana. Kwa hiyo waende wakachezeshe mpira halali kulingana na sheria 17 za mpira wa miguu. Kwisha, hiyo itakuwa salama yao. Hiyo itakuwa ni salama. Kabisa. Yaani na hakika itakuwa safi. Kumekuwa na tetesi mitaani, ukisikia bwana waamuzi bwana yule wamezungumza kabla ya. Umewahi kuchezesha mpira? Sina leo kama hii tayari ishaye kutokea. Yaani wamezungumza kabla? Ina maana ya kuzunguka. Hapana, hiyo si kutana nayo. Kwa sababu urafiki wa mtu na mtu, kiongozi na mwamuzi, hivyo vitu vipo tu. Isipokuwa na hata wenyewe wajipe tahadhari kwamba tunakwenda kuchezesha mpira wa timu fulani. Ajiepushe naye huyo mpinzani wake. Kwa sababu ukionekana tu umezungumza naye, hawatajua kwamba umezungumza masuala yenu. Watajua unazungumza masuala ya mpira. Na waomba wakwepe swala hilo kwa sasa hivi. Juzi tuliweza kushuhudia mchezo wa ligi kuu Tanzania bara kati ya Simba dhidi ya Mbeya City. Goli la Lie Mpanzu. Mijadala ilikuwa ni mingi kweli katika mitandao mbalimbali ya kijamii, wengine wakisema ile ilikuwa ni offside, wengine wakisema ni goli halali. Ukiwa kama mwamuzi wa kandanda, lile goli unalitafsirije? Goli lilikuwa sahihi. Goli nimeliangalia hata jana, maki jana ilikuwa kwenye kipindi cha Kipenga.
nimekaa mimi ni mchambuzi, tumeliangalia vizuri na tumerudia mara 10 kupata uhakika kwamba hebu tuambie, tumemwambia mpaka jamaa tuchore na mstari, katuchore na mstari kwamba hebu tuwekee mstari tupigie lula hiyo tuone goli lilikuwa sahihi, isipokuwa mwamuzi Ahmada dakika ya 87 ameacha kutoa penati halali ya timu ya Simba baada ya Mpanzu kuchezewa faulo ndani ya eneo la penati. Kwa kweli namlaumu sana, kwa sababu ingekuwa mtu hajapata goli anakufa na wewe. Simba walistahili kupewa penati halali na bado kawapa faida, kwa sababu hajapuliza filimbi, na maana yule mtu anatakiwa kuadhibiwa na kadi juu, hajaonyeshwa kadi na penati haijatolewa. Kwa hiyo ni faida, huyu kampa faida, hajapigwa penati, na huyu kampa faida, hajaonyeshwa kadi. Kwa hiyo bado kamfanya yule bwana baki kwa kadi nyekundu, ina maana yule bwana kapata nafasi ya kucheza mechi nyingine. Ila tulishuhudia Young Africans na Fountain Gate, dakika 90 zilikuwaje? Zilikuwa nzuri kwa sababu kashinda mtu kwa halali yake. Kampiga mtu 2 bila halali yake, na alistahili kufungwa 2 bila. Wale hakukuwa na makosa ya mwamuzi. Mimi sijaona makosa ya mwamuzi kwa jana, labda kama washabiki wameona basi wao, lakini mimi sijaona. Maamuzi yalikuwa mazuri, yalikuwa sahihi. Shukrani sana refa. Mungu atubariki. Asante sana. Inshallah.